Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Tafadhali jiunge na huu ukumbi kwa kusubscribe. Mnamo tarehe 9 Disemba mwaka 2025, siku ambayo Watanzania walitangaza kufanya maandamano, serikali ilitangaza kitu ambacho kinaitwa lockdown. Yaani watu wasitoke majumbani mwao, wakae nyumbani kwao, usionekane kwa barabara kama hauna shughuli. Yaani watu waliwekewa vikwazo wasitoke, na viongozi wa chama cha CCM au kipenda Chama cha Mapinduzi wakafurahia kwamba wameweza kufunga maandamano Tanzania kwa kuweza kuwawekea wananchi wa Tanzania lockdown. Hawakutoka nyumbani. Ikawa mara ya kwanza dunia nzima siku ya uhuru inasherehekewa na wananchi wakiwa wamefungiwa majumbani mwao. Ndege zinapita juu angani, maafisa wa polisi wamejazwa kila mitaa. Sasa mpaka watu wakauliza, kwani Tanzania imegeuka kuwa Gaza, mahali ambapo mapigano yapo kila saa? Serikali ilifurahia kwamba wameweza kufunga maandamano. Wakasahau kwamba kuna mataifa ambayo yapo Tanzania kwa minajili ya kufanya biashara. Makampuni mbalimbali yaliweza kuathirika. Kila mtu aliambiwa kwamba asitoke nje. Makampuni yakapata hasara, huku serikali ikifurahia kwamba wamedhibiti maandamano, wamefungia wananchi hawakutoka. Sasa Marekani imeweza kuwaambia wawekezaji dunia nzima kwamba Tanzania sio mahara ambapo wawekezaji wanaweza wakafanya biashara. Watafute mataifa mengine, kwa sababu Tanzania serikali inatumia kifua, inatoa jeshi, inatoa maafisa wa polisi, wanafunga miji, wanafunga maduka na wanafungia wananchi manyumbani. Biashara haziwezi zikafanyika. Samia imebidi amejifungia Ikulu baada ya taarifa hizi kutolewa. Unajua, tangia ile siku ya Uhuru Day Tanzania tarehe 9, Samia hajawahi onekana. Leo ndiye ameweza kuonekana Ikulu na amejifungia Ikulu, hajaweza kutoka Ikulu Chamwino. Na taarifa hizi zimeweza kumpata Ikulu. Jinsi ambavyo unaona hapo, bunge la Seneti Marekani, kamati ya masuala ya nchi za kigeni, wameweza kusema kwamba Tanzania sio mahali ambapo wawekezaji wanapaswa kuenda. Hii serikali haramu inazidi kukataliwa mpaka ulimwengu mzima. Samia amefungiwa sasa. Jinsi ambavyo unaona hapo, kamati hiyo ya masuala ya nchi za kigeni ikaweza kusema hivi: Tanzanians marked their Independence Day under lockdown with heavy security, social media restrictions and unsanctioned gatherings outlawed to stifle expected protests. Recent deadly violence and this week's nationwide clampdown show Tanzania is neither stable
nor a place where US investment can thrive. This puts hundreds of American companies at risk and makes it clear the urgent need to review the bilateral relationship and US-backed investment. Huu si ujumbe wa mchezo, ni ujumbe ambao utaathiri utawala ambao umeweza kukataliwa wa Samia Suluhu. Ni ujumbe ambao utamuathiri Samia. Kivipi? Unaona hapa, kamati hii ya Seneti ambayo inasimamia masuala ya nchi za kigeni wanasema kwamba Watanzania waliweza kusherehekea siku ya Uhuru Day wakiwa wamefungiwa majumbani, lockdown, mahali ambapo vyombo vya dola, maafisa wa jeshi la mwananchi, maafisa wa jeshi la polisi waliweza kumwagwa kila kona, mitandao ikaminywa, alafu wakaendelea kusema kwamba serikali ikipiga marufuku makusanyiko ya watu zaidi ya mmoja, tukionekana na mke wangu tunafukuzwa na kuambiwa kwamba nyinyi mnapanga kupindua Samia. Alafu walikuwa wamepanga kuua maandamano, si ndio? Ukiangalia na yale ambayo yalitendeka Tanzania, watu wengi ambao waliweza kuuawa zaidi ya 10,000, Marekani inasema hivi, Tanzania sio mahali ambapo wawekezaji wanaweza wakawekeza. Sio mimi nimesema hilo, mpenzi mtazamaji. Ni Marekani peke yake imesema kwamba Tanzania sio mahali ambapo wawekezaji kutoka Marekani wanaweza wakawekeza. Hivyo wanamaanisha nini? Wawekezaji wenye kampuni kubwa kubwa kutoka Marekani wanapaswa kutafuta mataifa ambayo hayana udikteta. Kwa sababu kufungia wananchi majumbani, wananchi hawakuenda kwenye shughuli za kujikarambua, hiyo ni kumaanisha ni udikteta. Sasa ninashangaa, Samia alisema kwamba alichaguliwa kwa 1% kubwa. Anaogopa nini? Anajifungia. Tulizane, anaogopa nini? Anajifungia. Ni kumaanisha Samia mwenye anasema kwamba aliweza kuchaguliwa kwa 1% kubwa, aliweza kuiba kura, kwa sababu mwananchi au kiongozi hawezi akawaogopa wale wananchi ambao waliweza kumchagua. Hawezi. Angekuwa anataka kuonana na wao mara kwa mara ili kuweza kuwasalimu, kuwajulia hali, kuwauliza wanaendeleaje, ni wapi ambapo maybe ataweza kurekebisha ili nchi iweze kusonga mbele. Lakini kipindi ambapo rais anaamua kuwafungia wananchi kwa nyumba, biashara zimefungwa, hakuna kufanya chochote, ishara kwamba ameogopa, hakuchaguliwa, anajilazimisha kwa wananchi. Na ndio maana Marekani imesema hivi, Tanzania sio mahala pa kuwekeza. Sasa mimi ninawaambia hivi nikimaliza, kumekucha na makucha yake, kumekucha kulichere. Ulimwengu umeona namna mafedhuli hawa kina Samia wauaji wamefunga nchi na kuweka wananchi house arrest. Wananchi walifungiwa kwa nyumba, waliwekwa kwenye kifungu cha nyumba siku ya Jumanne tarehe 9. Alafu wanajitamba eti kuna utulivu. Mimi ninawaambia hivi, hawa akili zao wanazijua wenyewe. Sasa wawekezaji wameambiwa wasiwekeze na waanze kutathmini uwekezaji kama hali itaendelea hivi. Hakuna serikali tena haramu inayoweza kushindana na wananchi wake. Na mimi nimeuliza hivi, ni kitu gani hichi ambacho serikali hii inaogopa kwa wananchi, kama ndio waliweza kuchaguliwa kwa 1% kubwa? Tupatane kwa wakati ujao.